Guys, I have a confession to make. Na hii ni mwesese. Usiscroll. Hebu tulia hapo. Especially wanawake, hebu tulieni hapa niwaambie. Sijui vile nilisahau hii story. Unaona nikiwa mdogo, tukiwa 10, 11, kutoka hapo 10, 12 years old, tukiwa teenagers. Tulikuwa na toxic behavior fulani yenye mimi sijawahi, hata sijui mbona nilisahau kushare hii na nyinyi. Tulikuwa tunatembea kwa barabara. Unaona ushago? Tunaona ushago ukitembea inene barabara eni, kando kando kuna kuwaga ni either vichaka ama miti ama tumisitu ama napier grass, yani ni plantations ama maize plantation, unaelewa ushago. Kwetu ni Kambulura, Embu County. So anytime wanawake wakitembea kwa barabara, vile mnaingiaga kwa kichaka kukojoa. Wana vile wanawake ushago, mnaingia kwa kichaka kukojoa, mnatembea hivi, mmoja anaingia, you can tell ameenda kukojoa juu ameingia mahali kwa kichaka, na ameingia kama anataka kuinua nguo, na ile haraka ameenda nayo, unajua ameingia kukojoa. Let me tell you what we used to do. Tulikuwa tunangoja huyo mwanamke, however old they are, hata kama ni miaka 60, 50, akisha kojoa, however old they are, tunangojea atokee. Unaona vile alikuwa anatokea kwa hiyo kakichaka hivi, si anatokea, unaona anajaribu kuteremsha dress. You can tell amemaliza. Tulikuwa tunakimbia na tunashindana sasa saa hiyo. Na mimi na brother yangu mwingine anaitwa Ken. Tulikuwa tunashindana. Tumeenda kufanya nini? Unaona hiyo hapo mahali umekojoa? Si unaona hiyo sako ya mkojo yako? Mahali umekojoa. Tulikuwa tunachimba kashimo hapo katikati ya mkojo. Katikati ya mkojo, wait for it. Tunachimba kashimo na kidole, unaingiza kidole, unajua sasa ni mahali amekojoa ni kama ni kama yani pamekuwa soft. So ukifanya kidole hivi inaingia. You probably ni kwa shamba. Unanielewa? Tunachimba kashimo hapo hivi, tunakafanya hivi. Mkojo ikiwa moto, alafu tunaingiza kasusu hapo. Sasa hizo kasusu kamembao, alafu tunaingiza kasusu kwa kashimo, unalalia. Unaingiza kasusu hapo. Sasa unataka ufeel joto ya hiyo mkojo. Ukiona watu. And now that makes me think actually usherati yangu ni inborn, haijaanza saa hii. Ndio nilikuwa naambia watu jana kwa live, ndio nilipeana hiyo story for the first time. Nilisahau wingi. Usherati yangu warai ni inborn, ni mapepo. You tell me why at age 10, 11, 12 nilikuwa na dinya mkojo ya wamama ushago. Na whether ni wamama ama msichana, ukiona mtu ameingia mahali unajua ametoka kukojoa, unangoja atokee, unakimbia, unachimba kashimo katikati ya the center of hiyo mkojo. Yaani unaangalia center, unachimba kashimo hapo na kidole hapo. Sasa kidole hapo itatoka na matope ya mkojo, alafu unashika kasusu, unalalia hapo, unakaingiza hapo kwa hapo kashimo. Unasikia hiyo joto hiyo mkojo. Na tulikuwa tunakimbia tupate hiyo mkojo ikiwa moto bado. Ni mbaya. Hapo ndipo usherati, spirit za usherati ziliniingilia, I guess. Hata kama na sasa kitu yenye sielewi ni alafu pia nimekumbuka tushawahi tukiwa wadogo na brother yangu tunaingia, nimekumbuka kitu kama mara 3 hivi tushawahi ingia kwa shendi ya mbuzi. Brother yangu namshikia mbuzi, na unajua hiyo time hata si eti tulikuwa tunajua ati vile unaenda fuck at you penetrate ni kuguzisha. Tunajaribu kuguzisha, alafu mbuzi juice eti ina mbuzi haikuwa ina cooperate. Unajua sasa mbuzi ukiiguza hapo inaruka. Tunajaribu tunaguzisha hapo, unaiguzisha hivi, inaruka, tunacheka. Like ati na mimi namshikia pia the same, anaenda analizia, inasema be, inaruka, tunacheka. I'm like what the fuck? Well, spirit ya usherati ilianza kitambo. Sasa hiyo tuko miaka 10, 11, 12. What the fuck, bro? Na pia kuguzisha, tukicheza cha baba na cha mama, tulikuwa tunacheza intentionally na kila mtu akona ka girlfriend. So kila mtu alikuwa anakimbia kujificha the same direction na ka girlfriend kake. Mnaenda kuguzanisha. Na si eti hata mnadinyana kuguzisha. Unaguzisha hapo, unasikia ati umeguzisha sasa. Umeguzisha. Uko unaguzisha hapo juu hivi. Na kwa nini kamekushikia hivi? Ni mbaya. It's bad. Na kitu kingine tulikuwa tunafanya, unajua ni nini? Unaona yams. Sijui kama mnajua yams. Gekwa, yams si ndoma. Tunafikiria yams ni arrowroot. No. Yams ni ile inapandaga hivi iko na miba. Mti yake iko na miba yenye inapandaga kwa mti hivi na
Unajua yams yenye inakuwa ngumu sana. Yenye inakuwa ngumu. Inaitagwa nini? Yams inaitagwa kiazi kigumu. Sasa unaona hiyo majani yake tulikuwa tunapaka, unashika hiyo majani yake unaichonga. Unajua sasa unataka itoke hiyo supu. Alafu hiyo majani unaipaka. Unaifanya hivi kwa private parts ndo umee Fuji. Alikuwa unasikia ilikuwa inawasha. Kama ilikuwa inawasha. Sasa tunataka umee Fuji. Ni mbaya. Sasa ndio nasemaga, unaona hiyo shati yangu hata sijui sasa what happened. That after hiyo mang'aa yote ya teenage, can you imagine I never fucked a woman in terms of sasa ku break virginity. I never fucked a girl. Imagine, never. I think nilifocus so much hapo 12 years ndipo tulianza kuvuta sigara, tukaanza kukula miraa, kukunywa pombe hapo 12 years tukiwa class 6 hapo. Ndipo tulianza hizo mambo. I think tulifocus so much na hizo drugs na nini. Na kulala tukiveveka na nini za kukataa shule nini mpaka tu kumbuka kudinya wasichana or something. Imagine nilikuja kudinyana nikiwa 21 years. Na wewe vile nilidinyana nikiwa 21 years, hata kama nilifrustrate hiyo first one. Juu nilipewa kuma. Nikaingiza nikapampu 1 2 3 nikamwaga sijui nilisikiaje. Nilifrustrate huyo day majawahi taka kunimit since yani nilifrustrate huyo day matujawahi patana since that day. Juu yani yeye alikuwa amezoea, alikuwa demo M-Pesa, amezoea hii maneno huku nje, alikuwa msharati kwa demo M-Pesa. Lakini sasa mimi ni mara ya kwanza jamani, nilimwaga. Hatujawahi meet since 2015 December. Ni mbaya. Sasa sijui nilisikia aje. I don't know what I felt. Nilikuwa nataka sasa kusikia nilisikia juu sikuwa sure. Kutoka nianzie usharati hapo wallahi. I've never looked back. Sasa mimi ndio kadinya mjini. Ndio kadinya CBT Haifa. So nasema hivi, hiyo sharati yangu nimerealize ilianza ni ya kuzaliwa nayo. Juu hizo ni nini nilikuwa nafanya nikiwa mdogo? Unadinya aje mkojo ya wamama ushagu? Unadinya mkojo ya mama wa 50 years? Mkojo wadau. Have you ever heard of such? Nyinyi mnasema mmefanya mambo mkiwa wadogo. What is your story? Ukiwa mdogo yenye hujawahi share na mtu. Juu hii nilishare for the first time jana usiku kwa live. I have never sijawahi kumbuka. This one I have never shared with anybody. Na msinichekelee nyinyi. Na ujue I don't know how it happened. Na sikuwa na girlfriend. Nilikuwa napata girlfriend na mimi nilikuwa napenda one girl at a time. Na sikuwa pata courage ya kuadinya. Nimepewa mara ngapi? Nimepewa kuma mara 2. Nimepewa kuma mara 1, 2 nikishindwa kukula na girlfriend zangu. Mara 3 actually. Nikishindwa inashindikana juu na feel guilt, siko sure, naogopa apate mimba, mwingine naogopa nashindwa. Kwanza kuna dem mwingine ajui that kuna siku moja nilikuwa na date dem fulani nikiwa form 3. Sasa akanishika mkono akanipeleka kwa nyumba fulani haikuwa imeisha. Anataka kunidinyisha, akaanza kunikiss. Roho yangu ilikuwa inadunda. She could feel it. Mpaka akaniambia mbona unatetemeka, mbona unasikia uoga, mpaka akachana mimi. Kumbe mamake alikuwa amekufa kitambo na kijijini walikuwa anasema ati mamake alikufa na ukimwi, huyo akakiwa kadogo. So nilikuwa naona kama mamake alizaa akakiwa na ukimwi. Sasa mimi nilikuwa najiuliza time ananikiss, najiuliza hiyo ndio siku ya kwanza nilikisiwa for the first time, but najiuliza maswali mingi. Sasa sio na kama kaka na ukimwi, nilikuwa naogopa. Roho inadunda mpaka akafini natetemeka, akaachana na mimi akanishika mkono akanitoa tena kwa hiyo nyumba. Sikuwahi mdinya, na hivyo ndivyo huyo dem alibweka pia na mimi. Mwingine pia akakuja kunipea kuma after nimemaliza form 4. Kwa sistangu Dita. Nikajaribu kumdinya ikashindikana na naogopa kuingiza. Nilienda kukam kwa mapaja. Akaboeka, kesho yake akanicheat na alikuwa demu yangu. Kesho yake ilikuwa Saturday. Akanichita akakuja town, Embu town juu nilikuwa naishi town kwa sistangu na yeye anakuja kutoka ushago. Akanidanganya kesho hatapatikana. Kumbe ni hasira, alienda akadinywa. Kesho yake napatana na yeye town akipewa push na mkorino wa Githomo. Nimekongewa. Nikawapata na wao ndo hawa anapewa push usiku. Na hivyo ndivyo hiyo relationship iliisha. Yaani mimi nilikwambia after hiyo kora yote sikuwa iweza kudinya dem until nilikuwa 21 years sasa. After hiyo dem sasa nilikuja kudinyishwa na huyo dem wa M-Pesa sasa hiyo December inafuata. Na wewe kutoka nidinyishwe. Hivyo ndivyo kijana wenyu alikuwa msharati. Mwaka wa kwanza after nimeona nimedinyishwa sasa nimeruhusu virginity. Nikimaliza hiyo mwaka nilifanya body count nikaona niko na body count ya 80 something and I stopped counting.